Habari za saizi tena jamani. Sasa nataka tupishane kwenye template kwa ajili ya kuandaa ripoti kwenye issue ya GDP kwenye issue ya GDP kutoka chini kupanda juu. Sasa kwenye GDP kuna economic activity kama unavyoona, tulianzia kwenye crop production mpaka kwenye huduma nyingine za kijamii, na tulikuwa tunajaza taarifa katika level ya nini, ya halmashauri, na kuna shughuli nyingine za kiuchumi zilikuwa na dodoso moja kama tunavyoona hapa kwamba tulikuwa tunajaza administrative data, lakini kwa shughuli zingine za kiuchumi zilikuwa ziko sampled kulingana na sample ambayo tulikuwa tumepewa, kama tunajua kabisa tunataka collect ngapi na kadhalika, ndiko tujue hivi. Kwa hiyo sasa kwa hiyo hapa kitu cha kwanza utaanza na number of establishment required, kwamba utajaza establishment ambayo unatakiwa kuzikusanya. Kwa hizi hapa nilizoweka nilichoacha rangi nyeupe, maana ulikuwa unataka kukusanya moja moja. Kwa hiyo kwenye crop production dodoso moja kwenye level ya halmashauri, animal production dodoso moja kwenye level ya halmashauri, mpaka kwenye fishing, mpaka kwenye mining dodoso moja kwa level ya halmashauri. Manufacturing utaangalia sasa wewe kwenye halmashauri yako sample yako ilikuwa inataka kukusanya mangapi, viwanda vingapi. Kwenye umeme ilikuwa ni TANESCO, kwenye mamlaka ya maji ilikuwa ni moja. Kwa update kwenye ujenzi, makampuni ya ujenzi yalikuwa mangapi mpaka wanataka kukusanya. Kitu cha kwanza lazima update hiyo nini, establishment required. Shughuli ya biashara utaupdate, road transport ufanyaje, utaupdate biashara na kadhalika mpaka nini, mpaka mwisho. Hii ambayo nimeweka nyeupe maana kwa nataka kukusanya moja na kadhalika. Mfano kama kwenye reli maximum 2, maana kuna TAZARA amnaja ku update. Posta ni moja, posta ni moja. Kwa hizi zingine zinazobaki ndio itadepend na eneo lako. Kwa hiyo kwanza utabidi update hii number of establishment required. Kitu cha pili tutaje utuambie umecollect ngapi. Kwa mfano crop production ukikusanya moja, maana unakuwa umeshamaliza, na kwenye mfumo dodoso lilikuwa linaondoka kwa sababu ulikuwa unahitaji kukusanya moja, kisha likusanya linaondoka. Hapo utakakuti percent kwamba nimekusanya moja out of moja. Kwa hiyo ukitafuta percent hapa ni 100% umekamilisha. Ni 100%. Ni 100% umefanya umecollect. Tukani copy formula hii ni paste sehemu zote. Paste sehemu zote. Kwa hiyo 100 ukija kwenye dodoso la ila kwanza ilikuwa la crop production, dodoso la pili la animal production ambao la livestock, na yenyewe kama utakuwa umekusanya moja, ilikuwa inahitajika moja, umekusanya moja, kwa automatically utapata asilimia ngapi? 100. Inakuja kwenye swala utafanya hivyo mpaka kwenye hizi za sample. Kwa kwenye sample kwenye halmashauri yako, kwa sababu umesha update kwamba ulikuwa unataka kukusanya madodoso 145, ukikusanya labda tuseme madodoso 20, utakuwa na asilimia ngapi? 13. Kwa utaenda kwa shughuli zote, na tunaamini kwa nature ya uchumi tulionao Tanzania ni mara chache sana ukutana na shughuli ya kiuchumi haipo kwa level ya halmashauri. Labda hizi za usafirishaji, labda reli, water transport, air transport na posta. Hizi ndio kuna possibility kuna halmashauri nyingine ikawa na 0.
Lakini kwa economic activity nyingine inabidi ujichange labda na insurance. Lakini kwenye economic activity nyingine nyingi hapa lazima kutokuwa kuna nini? Kuna pasenti ambazo zipo. Kwa utakuja utaangalia shule ni ngapi. Hizi durusu la utawala, hii ni public admin, tutajaza mambo ya HR. Ambayo itakuwa ni labda actually collect itakuwa ni 1, itatengeneza percent. Hizi shule na private shule na elimu na afya tusema ni private health facilities. Kwa mfano hapa zilikuwa ziko 13, utajaza hapa labda umekusanya 6, itakuwa ni hapo. Kwa mwisho kabisa hapa itatengeneza nini? Average. Itatengeneza average. Kwa hiyo hapa itatupa sasa sisi average tu itatuambia sasa how we are confidence kufanya analysis. Kwa hiyo sisi tutakuwa tuko confidence kufanya analysis kama hii ripoti itafika 95%. 95 nini? Percent. Kwamba tutaalau 5% kama ni nini? Hii kutokuwa confidence yetu kufanya analysis katika 95%. Kwa hii ilikuwa ipande mpaka ifike 95%, tutakuwa ndo confidence interval yetu ya kufanya nini? Ya kufanya analysis. Na tutafanya analysis katika 5% significance level. Kwa hiyo hichi kitu lazima tu waandae ripoti na sisi ili tujue tumefikia wapi kwa hizo shughuli za kiuchumi. Sasa hizi data hii number of establishment collected utazipata wapi? Hizi utaingia kwenye account ya supervisor. Ushaingia kwenye account ya supervisor, market supervisor anataka kuandika, huu ni mfano. Supervisor anataka kuandaa hii report. Kwa utaingia kwenye account ya supervisor, utakuja kwenye report in the team members. Hakikisha umechagua GDP. Lazima uchague unataka kuandika report ya nini, ni GDP. Itatokea hivi. Ukishafanya hivi ndio utafanyaje? Utadownload sasa hiyo nini? Excel yako. Download hiyo Excel yako. Utadownload hiyo Excel yako. Ifungue sasa. No, you see. Download Excel. Yapa. Kwa hiyo ni Excel ambayo ufanye umedownload. Hizi account. Kama nilivyosema mara kwanza. Hizi column mbili ni za assignment. Kwa hizi hazitahitajika kwa sababu zina assignment. Dudusu zinaanza kwenye completed. Kwa hizi mbili utafanya utazidelete. Ukishazidelete utaupdate total hapa sasa. Total utaupdate. Update total. Utaupdate kwa staili hiyo. Kwa hiyo tayari hapo utakuwa na nini? Na madodoso. Sasa tutakuwa anza kufeed sasa hizo information sasa. Tutaanza kwenye accommodation. Accommodation kuna account zaidi ya moja. Kwa utahakikisha kwa sababu tutengeneza account zaidi ya moja, utahakikisha kwamba umejumulisha zote hizi account za accommodation ili ujue madodoso ya accommodation yako mangapi. Kwa kujumulisha ni rahisi tu. Unachokifanya utakuja hapa kwenye total hapo utachukua highlight hizi column mbili za accommodation utapata nini? Total ni kiasi gani? Kwa total hapa ukichukua 0 jumlisha 4 104
utapata ni 104. Kwa utakuja kwenye accommodation sasa. Kwenye accommodation utaandika madodoso yako labda ni 104. Kwa hiyo itajikalculate kwamba umeshafikisha asilimia ngapi? 25. Utarudi tena hapa. Utaangalia crop. Crop halijakusanywa hata moja. Kwa maana hakuna kilimo tafsiri yake. Kwa utarudi hapo uta update kwamba hakuna nini? Hakuna kilimo. Teka nini? 0. Kwa utaenda kwa economic activity zote. Mfano kama afya kuna account hizi mbili. Unaangalia kiasi gani kimeenda nini. Elimu, trade ziko account hii na iko lazima ujumlishe ili upate total sasa trade zilizokuwa collected ni ngapi. Mfano hapa inatuambia ni 462. Kwa hiyo kama ni 462 total zote hizi mbili 462. Kwa nitakuja hapa kwenye nani yangu nitaangalia trade iko wapi. Hii hapa atanika 462. Kwa itatengeneza report. Kwa tutaenda hivyo. Tutaenda hivyo. Tutaenda hivyo. Mpaka kupata hii percent ni ngapi. Kwa tutakuwa tunatumia hizi nini? Hizi account. Sasa ikitokea kama hazikujazwa hizi account hazikufuata, maana ulishindwa kusimamia watu wakaingia kwenye account husika ndo wakajaza wakachagua hayo madodoso yao. Sasa itakulazimu uje kwenye interview, upite kwenye kila interview. Uanze kuzifanyaje? Uanze kuzihesabu kama ni interview ngapi. Kwa hiyo unachokifanya utaangalia hapo, utachagua dodoso kwanza questionnaire, utakuja kwenye interviews. Interview ndo madodoso. Utaangalia GDP ulioyapata. Version utaacha kwa sababu version zote unaripoti overall na report. Status sasa status ziko status 3. Kuna completed, rejected by HQ, rejected by supervisor. Zote hizi utakuwa ndo ujumlishe total yake iko kiasi gani. Kwa utaanza kupita sasa kuangalia usome economic activity hapa ni ipi. Ili uhesabu hayo madodoso ujue ni mangapi ambayo yamekuwa nini. Tutaanza ya kwanza ambayo yamekuwa completed. Mfano kama hapa tutaangalia elimu, kwa kuna dodoso moja ya elimu hii hapa. Utaona sekondari elimu hizi hapa kama inavyoonyesha elimu msingi sijui utazihesabu ziko ngapi. Mfano kama hizo ni za elimu. Utazihesabu ziko ngapi. Kwa utakavyozihesabu tutakuja kufanya tutakuja ku update hapa. Kwa utafanya hivyo kwa activity zote. Kwa hiyo lazima mwisho wa picha uje upate tutafanya analysis angalau ikifika 95% confidence interval. Kwa hivyo uwe na 95% tunaweza kufanya analysis. Na hizi shughuli zote kama nilivyosema zipo kwenye uchumi wetu. Kwa hiyo lazima haya madodoso fanya yawe collected. Kwa hiyo nataka ufanye hivi kitu, utoe hizo ripoti ili tujue tumefikia wapi. Mimi siwezi kutoa ripoti kwenye level ya halmashauri moja moja. Wewe ndio uko hapo ndio utatengeneza hizo ripoti kutumia hiyo supervisor manyo. Utamtumia mtakwimu wa mkoa na RSM wote wajue, na RSM tushirikiane ili kuweza kujua hichi kitu tunakifikiaje ili tuweze kufanya kujua status imefikia wapi. Naomba kuwasilisha ili tuweze kuweza kufanya hii ripoti. Asanteni.